Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes bana, mchezo mkubwa wa ligi kuu ya NBC, mechi ya mzunguko wa 30, mechi ya mwisho katika ligi kuu ya NBC kwa upande wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, ambayo inasubiriwa na wadau wengi wa soka nchini Tanzania. Ni mchezo ambao utakwenda kuchezwa katika uwanja wa KMC Complex, mwenyeji akiwa ni Simba Sports Club pale Mwenge jijini Dar es Salaam, katika uwanja huo wa KMC Complex majira ya saa 10 jioni, ambapo mchezo huu utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya KMC ama Kino Boys, ambao wao tayari wameshashuka daraja, na tunaona Simba wao bado wapo katika vita ya kuwania ubingwa wa ligi kuu ya NBC, ambapo kuelekea katika mchezo huu unatarajiwa kuchezwa siku ya Jumanne, yani tarehe 30 ya mwezi Juni mwaka 2026, ukiwa ni mchezo wa mwisho katika ligi kuu ya NBC kwa upande wa Simba Sports Club, ambapo kuelekea katika mchezo huo tunaona klabu ya soka ya Simba wao wanahitaji kupata ushindi, na huku wakiombea njaa klabu ya soka Yanga katika mchezo dhidi ya JKT Tanzania, yani Yanga wapoteze. Wao wakishinda Simba moja kwa moja watakuwa mabingwa wa ligi kuu ya NBC, lakini Yanga akipoteza, kwa sababu kuelekea katika mchezo huu tunaona kunako msimamo wa ligi kuu ya NBC klabu ya soka ya Simba Sports Club wapo katika nafasi ya pili wakiwa wamecheza michezo 29, wameshinda michezo 21, sare michezo 7 na kupoteza mchezo mmoja. Simba wamefunga mabao 53 na kuruhusu mabao 11 wakiwa na pointi 70 katika nafasi ya pili, lakini kinara ni Yanga ambaye amecheza michezo 29 akiwa na alama 72. Kwa hiyo Simba amezidiwa alama 2, huku akiombea njia Yanga katika mchezo dhidi ya JKT Tanzania. Kama akishinda atafikisha 73. Kwa hiyo tunaona ni mchezo ambao Simba wanakwenda kimahesabu zaidi, lakini Simba wanaenda kukutana na KMC ambao wao wanaburuza mkia na tayari wameshuka daraja, wakiwa wamecheza michezo 29, wameshinda michezo miwili tu, sare michezo mitatu na kupoteza michezo 24, wamefunga mabao 16 na wao kufungwa mabao 52 wakiwa na alama 9 na tayari wameshuka daraja. Kwa hiyo KMC hawana cha kupoteza kuelekea katika mchezo huu dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba. Na ukiangalia katika head to head Simba na KMC katika michezo 10 ya mwisho kukutana, Simba ameshinda michezo 8, sare ikiwa ni michezo miwili. KMC haijawahi kupata ushindi katika mechi 10 za mwisho dhidi ya Simba, na mchezo wa mzunguko wa kwanza ligi kuu ya NBC klabu ya soka ya Simba walifunga KMC mabao 2-0. Kwa hiyo Simba anakwenda kukutana na KMC akiwa ana asilimia 80 za kupata ushindi katika michezo 10 ya mwisho kukutana. Sasa kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Simba, unaamini klabu ya soka ya Simba itakwenda kupata ushindi mbele ya KMC ama Kino Boys? Like video yetu, alafu tuambie kuelekea katika mchezo huu matumaini yako Simba kutoa ubingwa unatoa kwa asilimia ngapi? Na je, katika mchezo huu unaiona Simba itakwenda kushinda magoli mangapi? Kwa hiyo unao nafasi ya kushuka chini hapo kwenye comment ukashare maoni yako. Sasa kuelekea katika mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya KMC, klabu ya soka ya Simba wameweza kupata pigo kubwa, kwa sababu kuna nyota wao muhimu ambao wanatarajia kuwakosa kuelekea katika mchezo dhidi ya KMC. Nyota wa kwanza ambaye Simba wanatarajia kumkosa ni mchezaji anaofahamika kwa jina la Musa Kamara Pimpini, golikipa huyu tunaona anauguza majeraha. Nyota mwingine ni golikipa Yakubu Suleiman ambaye naye pia anauguza majeraha na klabu ya soka ya Simba Sports Club. Lakini kwa upande wa mabeki wa katikati, klabu ya soka ya Simba wanatarajia kumkosa Abdulrazak Hamza ambaye naye pia anauguza majeraha, bila kusahau klabu ya soka ya Simba Sports Club wanatarajia kumkosa mchezaji Wilson Nangu ambaye naye pia anauguza majeraha. Lakini kwa upande wa mbele wachezaji ambao Simba watatarajia kwa kosa ni mchezaji Jonathan Soa ambaye amesimamishwa na uongozi wa Simba. Hii ni kutokana na mchezaji kuwa mtovu wa nidhamu, kwa hiyo Simba wakaamua kumsimamisha na huenda akatemwa mara baada ya msimu kumalizika. Na nyota mwingine wa mwisho ambao Simba watamkosa ni Starboy Mohamed Bajeba,
licha ya kufanya mazoezi na klabu ya soka ya Simba, lakini nyota huyu tunaona kwa upande mwingine hajaweza kusajiliwa katika ile orodha wachezaji ambao wataitumikia Simba msimu huu. Kwa hiyo tunaona hiyo ndio orodha ya wachezaji kamili wa klabu ya soka ya Simba ambao watakosekana katika mchezo huu wa mwisho dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya KMC. Tuambie kwenye comment section kuelekea katika mchezo huu, unaiona Simba ikibuka na ushindi wa goli ngapi? Toa maoni katika comment na sitakuja kuyasoma.